Na mtazamaji, hapa ni shule ya sekondari ya Moivo sekondari, ambapo kama ambavyo tuliongea pale mwanzo kwamba tumepata habari shule hii ya sekondari ya Moivo ambayo iko katika halmashauri ya Arusha DC ni miongoni mwa shule ambazo zimefanya vizuri sana katika matokeo ya kidato cha pili. Wanafunzi hawa unaowaona na ni form 2 hawa wote hawa wamefanya vizuri sana, wamefaulu katika ile 10 bora ya halmashauri ya Arusha. Basi wenyewe ni miongoni mwa wanafunzi ambao wameshika nafasi katika hizo 10 bora, hao wameshika nafasi ya 4 10 bora kiwilaya. Hebu jipigieni makofi kwanza. Wameshika nafasi ya 4 kiwilaya, na si hiyo tu, lakini kwa mujibu wa maelezo ambayo nimepata kutoka kwa mkuu wenu wa shule, anasema kwamba katika zile shule ambazo ni za day, yani kutwa, wale ambao halali shuleni, shule hii imeshika nafasi ya kwanza. Jipigeni makofi. Lakini ukijumlisha wanaolala na ambao walali katika 10 bora, yenyewe imeshika nafasi ya 4. Hiyo ni nafasi kubwa, jipigeni makofi. Sasa kwa niaba yenu naongea na wawili. Taongea na huyu hapa mwanafunzi na mwingine pia nitaongea naye. Nianze na wewe. Ujambo? Jambo, shamo. Marhaba. Kwanza hongereni sana. Asante sana. Nimewapongeza wewe pamoja na wenzako. Ndio. Labda jina lako wewe ni nani? Kwa majina naitwa Shalom John, mwanafunzi ambaye nilikuwa kidato cha pili, sasa niko kidato cha 3. Ndio. Kwa shule ya sekondari Moivo. Hongereni sana. Na wewe katika Sharon John, katika mtihani uliopita wa form 2, mtihani wa national form 2, ulishika na division ngapi? Mimi kwa upande wangu nilishika division 1 ya 1 ya 14. Ndio. Oh, hongera sana. Hongera sana. Division 1 ya point 14. Division ya kwanza inakuwa ni point ngapi? Division ya kwanza inakuwa ni 1 ya point 7. Au kashika 14. Hongera sana. Na wewe katika masomo haya unapenda mchepuo gani hasa ambao unaona mimi mchepuo wangu unavyoonekana ni huu, labda sayansi, arts na vitu kama hivyo, na mwelekeo wako uko wapi? Mimi mchepuo wangu ninaopenda sana ni science. Sababu ya malengo ya baadaye. Aha. Kwa nini unapenda science? Science wewe unaweza kupata kupitia kwa science. Unaweza kuwa doctor, unaweza kuja kuwa engineering. Kumbe nyingi tofauti na unaweza kuja kuwa doctor, unaweza kuja kuwa engineer. Kwa hiyo unapenda kuwa fani kama hizo, doctor ama engineer. Kwa hiyo unajitahidi sana kwenye masomo ya science. Maana haya unazungumzia physics, kemia, hisabati, hata biology. Na biology. Oh, safi sana. Hayo ndio matarajio na malengo. Na vipi mazingira ya shuleni hapa? Unaonaje, walimu wanafundisha vizuri? Ndio, mazingira ya shuleni walimu wanafundisha vizuri, wanajitoa kwa wakati sahihi ambao wanafunzi wote wanahitaji. Ndio. Muda wowote, pia miundombinu imeboreshwa na serikali ya sasa hivi. Sawa kabisa. Na changamoto ambayo mnaipata hapa shuleni, mkiwa shuleni, changamoto gani ambayo mnaipata? Changamoto kubwa sana kwa sisi wanafunzi sasa, tunahitaji sana madarasa ya kidato cha 3 na kidato cha 4. Hilo lengo bado hatujafikia. Hilo ndo swala ambalo tunahitaji sasa hivi, madawati pia na majengo ya kidato cha 3 na cha 4. Kuongezeka kwa majengo ya okay, sawa. Basi mimi niwapongeze sana. Asante sana. Na msome kwa bidii ili uweze kutimiza malengo yenu baadaye ya kuja kuwa wanasayansi wakubwa kabisa, maengineer wakubwa, madokta wakubwa. Kweli kuwa mwanasiasa? Unataka kuwa labda kiongozi kama Mama Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Wanasiasa sasa tegemea na tumbo, lakini sasa kama ni kombi ya science kidogo, siasa doesn't have space, haina nafasi. Asante sana. Mimi niwatakie kila laheri na msome kwa bidii sana. Asante sana. Kila laheri. Asante sana. Mpigeni makofi. Na hii ni kwa niaba ya wengine wote ambao mmefaulu. Hongereni sana, na wale ambao kidogo hamjapata kufaulu, bado mna muda wa kujiendeleza kusoma kwa bidii. Kwa sababu hii ni form 2. Ni form 3 mmeingia. Si ndio? Ina maana mkipambana vizuri hapa, ule mtihani makakesho ule wa form 4 unapiga 1 kama nani hapa? Sharon nani? Sharon John, kama Sharon John. Basi asanteni sana. Sasa tuna mwanafunzi mwingine ambaye huyu atawakilisha, yule alikuwa ni msichana girls, amewakilisha wasichana wote. Sasa yuko boy hapa anawakilisha wavulana wote, si ndio jamani? Kwa hiyo nimeongea na boy na girl. Habari? Salamu. Ujambo? Salamu. Marahaba. Jina lako nani?
Naitwa Abasi Isa Ndangani. Abasi Isa. Yeah. Katika mtihani wa form 2 ulipata division ngapi huu uliopita mwaka jana? Nilipata division 1.11. 1.11. Oh, mpigeni makofi naye. Hongera sana. 1.11. Mtihani ulikuwaje kwanza? Mtihani ulikuwa kawaida kutokana na masomo ambayo tunafundisha shuleni, mitihani. Kwa mtihani ulikuwa na kawaida kabisa. Ulikuwa na kawaida tu kwa ngumu sana. Ni kwa sababu pia na nyinyi mlijiandaa, mlisoma kwa bidii. Na pengine wewe unatarajia baadaye kuwa nani ukimaliza masomo yako haya ya form 2, form 4, form 6 chuo? Wewe ungependa kuwa nani baadaye? Lakini kabla ya kuniambia ungependa kuwa nani, wewe unapenda kusomea masomo gani? Sayansi, arts au masomo gani unapenda? Napenda kusoma sayansi. Sayansi. Kwa nini unapenda kusoma sayansi? Sababu ukija kwenye masomo ya sayansi mara nyingi unakuwa na vitu vya practical ambayo inaweza kujenga kiakili zaidi. Unapenda vitu vya practical unapenda kujenga kiakili zaidi. Kwa hiyo baadaye Mungu akisaidia ukamaliza masomo yako ya chuo na nini, ungependa kuwa nani baadaye? Ningependa kuwa daktari. Kuwa daktari? Daktari binadamu. Utibu wagonjwa. Mtazamaji huyu anapenda baadaye Mungu akimsaidia akimaliza masomo yake aje kuwa daktari ili aweze kututibu magonjwa mbalimbali, wale ambao wana magonjwa mbalimbali. Basi yeye anasema anapenda baadaye Mungu akimsaidia aje kuwa daktari aweze kutibu watu. Pengine changamoto gani ambayo mnayo katika shule yenu ya Moivo Sekondari? Si changamoto kubwa tulionao ni majengo ya form 3 na form 4. Kana kutona hapa tunatumia majengo ya form 2, na changamoto nyingine kubwa ni vifaa vya maabara vya kufanyia practical experiment mbalimbali kama hivyo. Na vipi walimu wanafundisha vizuri? Wanafundisha vizuri sana. Walimu wote wanapambana. Na pia napenda kuwapongeza maana wao ndio wametufikisha hapa, sio kwao tusingefika hapa. Unawapongeza walimu kwa jitihada zao ambazo wanafanya kufundisha. Sasa basi mimi nikutakie kila laheri, ni washukuru kwa ushirikiano, lakini msome kwa bidii ili muweze kutimiza malengo yenu. Asante sana. Shukrani. Jamani, mimi nimemaliza. Naomba msome kwa bidii. Kwa mfano, sisi tumesoma zamani, mimi nimesoma zamani kidogo. Tusikilizane. Mimi nimesoma zamani kidogo. Hii kwa mfano ni chemistry. Chemical bonding. Formula and elimu wewe. Elimu wewe. Someni kwa bidii wanangu, Asante sana.